Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Mchana wa leo nilikuripotia mashambulizi ambayo yamefanyika huko Beiruti na jeshi la Israel, na nilikwambia kwamba Irani huenda wakaja na chochote juu ya mashambulizi hayo, kwa sababu ni kama vile Israel inataka kuvuruga mchakato wa amani ambao uko mwishoni kabisa kufikiwa kati ya Marekani pamoja na Irani. Sasa Irani imetishia jibu kali baada ya mashambulizi ya Israel. Taarifa inasema Irani imetoa onyo kali dhidi ya Israel kufuatia mashambulizi yaliyofanywa katika eneo la Danieh kusini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, ambayo yamesababisha vifo na kuongeza mvutano katika Mashariki ya Kati. Mkuu wa kamati ya usalama wa kitaifa ya bunge la Iran, Ebrahim Aziz, amesema kuwa Teherani haitakaa kimya baada ya kile alichokiita uhalifu uliofanywa na Israel dhidi ya Lebanon. Akizungumza kufuatia mashambulizi hayo, Aziz alisema hatua ya Israel imeonyesha kuwa Marekani imeshindwa kuidhibiti Israel licha ya kuwa mshirika wake mkuu. Uhalifu wa leo wa utawala wa Kizayuni katika Danieh, Beirut, umeonyesha tena kwamba Marekani ni dhaifu na haina uaminifu, kwani hata haiwezi kuidhibiti serikali hii haramu, alisema Aziz. Kiongozi huyo wa Iran aliongeza kuwa jibu dhidi ya mashambulizi hayo linaandaliwa, akisisitiza kwamba jibu kali linakuja. Kauli hiyo imeongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika eneo hilo, wakati Israel ikiendelea na operesheni zake dhidi ya malengo inayohusisha na Hezbollah nchini Lebanon. Hadi sasa Israel haijatoa tamko kuhusu kauli ya Iran, huku hali ya usalama katika mpaka wa Israel na Lebanon ikiendelea kuwa ya tahadhari kubwa. Mapema mchana wa leo, Israel ilisema kwamba imefanya mashambulizi kwa sababu ilishambuliwa. Yaani Hezbollah wao ndio waliorusha droni kuelekea huko kaskazini mwa Israel karibu kabisa na vikosi vya IDF. Baadaye Israel ikafanya mashambulizi huko Danieh. Danieh ni eneo ambalo linapatikana pale Beiruti, na Irani ilikusha ionya Israel kwamba haipaswi kushambulia pale Beiruti. Ikifanya hivyo itakuwa imekiuka kwa kiasi kikubwa sana makubaliano ya kusitisha mapigano. Hata wiki iliyopita tulishuhudia mapigano kati ya Israel pamoja na Iran, mapigano ambayo kwa kiasi kikubwa yalichagizwa na mashambulizi ambayo Israel iliyafanya huko Beiruti. Sasa hadi baadaye Trump ikabidi aingilie kati, kwa sababu tulishuhudia saa 24 za moto kwelikweli, walipigana kiasi kwamba ilidhaniwa kwamba huenda vita vikaibuka kwa kiasi kikubwa kwa hapo baadaye. Na hapa Iran imetishia kwamba iko inaandaa jibu dhidi ya Israel kwa hiki ambacho leo hiyo wamekifanya huko nchini Lebanon. Basi mtazamaji wetu, wewe salia na Zone Media wakati wote. Mimi nitakujuza kama ambavyo nilikujuza huko nyuma, na nimekuwa nikikujuza taarifa zote papo kwa papo. Basi awamu hii pia nitakujuza taarifa papo kwa papo. Usiache tu kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.